Amina. Neno letu la leo linatokana na yale masomo ambayo tumejifunza leo au tumeyasoma leo. Tumesoma kitabu cha kwanza cha Paulo mtume kwa kanisa la Korinto, sura ile ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 5. Lakini vile vile tukasomewa vizuri somo la Injili kutoka katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 4 mstari wa 27 mpaka wa 38. Na sasa ukiyasoma haya masomo yanatuongoza kutafakari juu ya kumtumikia Mungu kikamilifu na kwa uaminifu. Kutumika kikamilifu na kwa uaminifu. Maneno hayo mawili ni makubwa, ni vizuri tuyatafakari vizuri. Kikamilifu na kwa uaminifu. Unaposoma katika lile somo la Injili, tukimtazama Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe akitufundisha namna ya kumtumikia Mungu kikamilifu na kwa uaminifu. Tumesomewa katika lile somo, Bwana Yesu alikuwa ameachwa na wanafunzi wake, ilikuwa ni masaa ya mchana, akawa amewatuma waende mjini kutafuta mahitaji. Yeye akabaki kuendelea na kazi ile ambayo Mungu alikuwa amempa, na yeye ulikuwa ndio wakati wake kuifanya hiyo kazi. Akakutana na mama Msamaria ambaye alikuwa amekwenda kuchota maji, na ndipo katika kukutana kwao na kusalimiana ndipo mazungumzo yaliendelea, yeye akiwa kazini, na kwa njia hiyo alimuokoa yule mama. Na sasa yule mama ameenda mjini, ameenda kuwataarifu watu habari ambazo amekutana nazo na Yesu Kristo. Na baadaye kidogo wanakuja wale wanafunzi wake na wanamkuta sasa akiwa yuko pale, na wakamwambia, tumekuletea chakula upate kula. Tumekuletea chakula upate kula. Ule mstari wa 32 akawajibu akawaambia, mimi ninacho chakula ambacho ninyi hamkijui. Ninacho chakula ambacho ninyi hamkijui. Wanafunzi wake wakaanza kusemezana, je, kuna mtu amemletea tena chakula wakati sisi tumeenda kumtafutia chakula? Lakini akawajibu ule mstari wa 34 ambao ndio mstari unaobeba uzito katika eneo lile. Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize nini jamani? Kazi. Nikaimalize kazi. Kuyatenda mapenzi yake yeye aliyenipeleka. Yaani alikuwa ameletwa kwa kusudi na Mungu, alikuwa ameletwa kwa kazi yake, kwa wakati wake, na kwa kazi ile aliyopewa yeye kuitenda. Na yeye yuko katika hilo. Yeye yuko katika mwelekeo huo huo ulionyooka majira yote. Na ndipo hapa anasema, chakula changu mimi ndicho hiki hapa, kuyatenda mapenzi yake yeye aliyenipeleka, hata nikamilishe kazi, kuimaliza kazi. Na ndipo sasa akaeleza kazi yake iliyoko mbele yake pale. Anasema mashamba yameshakuwa tayari kwa mavuno. Kazi ni kubwa sana ya kumletea Bwana mavuno. Yeye hiyo ilikuwa ndiyo kazi yake ambayo alikuwa amepewa na Mungu. Sisi tumeumbwa na Mungu, na tumeumbwa kwa makusudi na Mungu, na Mungu ametuumba ili tuitende kazi. Sisi kama wanadamu, ukisoma katika kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 8, tutaangalia tu kwa ufupi. Zaburi sura ile ya 8 mstari wa 4 mpaka ule wa 8. Wanadamu wote wanapokuwa wanaumbwa na Mungu au kuletwa hapa duniani na Mungu, kuna upendeleo mkubwa ambao Mungu ameweka kwa wanadamu, hauko kwa viumbe wengine.
na hilo linamuhusu kila mwanadamu, sio baadhi ya wanadamu. Ni kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu. Mungu ameweka ndani yake kazi ya kuifanya. Zaburi ya 8 mstari ule wa 4. Mwandishi wa Zaburi anastaajabu, anasema, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yake, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ni kwa makusudi ya Mungu na kuna kazi ya kuifanya, na Mungu alikwisha kumjua kila mmoja wetu hapa kwamba atazaliwa. Yaani Mungu anajua hata miaka 1000 ijayo, sijui milioni zijazo watazaliwa kina nani, na kuna kazi zipi ambazo watazifanya kwa majira yao. Na wewe sasa ulioko hapa duniani, mimi na wewe, majira yetu ndiyo haya, tumezaliwa na tupo tunaishi, tuko katika mpango wa Mungu, tuko katika kusudi la Mungu. Na Mungu anasema kabla hajatuumba katika matumbo ya mama zetu alitujua na alitutakasa. Hiyo ni katika kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 1 mstari wa 5. Kila mmoja wetu hapa uko katika mpango wa Mungu, na Mungu alikujua hata kabla hujazaliwa, ndio maana akaruhusu uzaliwe. Sasa wengine wanaweza kusema labda pengine Mungu hapa anazungumzia wale waliozaliwa katika ndoa zilizo katika mfumo uliokubalika kisheria mbele za Mungu, lakini hata mbele za wanadamu. Hao ndio wako katika hili kusudi. Wengine tumezaliwa kwa bahati mbaya tu, hatuko katika hilo kusudi, wanazungumziwa wengine. Lakini mbele za Mungu hata hao ambao Zaburi ya 51 inasema hata wale ambao mimba zao zilitungwa, yani mama zao walitunga zile mimba zao katika hali ya uovu, hata hao bado wako katika kusudi la Mungu. Zaburi ya 51 mstari wa 5, mama yangu alinichukua mimba katika hali ya uovu, na mimba yangu ilitungwa katika hali ya hatia, anasema mwandishi wa Zaburi ya 51. Lakini huyu anayesema hii Zaburi ni mfalme katika taifa la Israeli, ni mfalme Daudi. Hata huyo naye bado Mungu alimkusudia. Mungu anaporuhusu uzaliwe, hata katika mazingira hayo, Mungu alikwisha kujua kwamba kuna watu watafanya maovu, lakini utazaliwa wewe. Sasa wewe utakayezaliwa, Mungu anakusudi na wewe. Na ndio tunaliona hilo kwa Daudi, lakini tunaliona hilo hata kwa mtoto wake Sulemani. Naye ni hivyo hivyo. Baba yake Daudi na mama yake, kabla ya kuzaliwa yeye Sulemani, Daudi alikuwa amefanya uovu wa kumchukua mke wa mtu, tena tu kwa tamaa mbaya. Na ndipo baadaye, baada ya hiyo mimba, ndipo ikaja mimba ya yeye huyu sasa Sulemani. Amechukuliwa sio mtoto aliye katika mfumo halisi wa ndoa, ila amezaliwa kama mtoto wa pembeni. Na ndipo Daudi sasa katika kuficha ile aibu akamchukua yule mama, mke wa mtu. Unaweza kusema kwamba katika wale watoto wa Daudi, wale wengine akina Absalom na wale wengine wangesema haka nako kamezaliwa, kamekuja katika familia yetu, hatukahesabu. Na hata katika mambo ya urithi na katika tamaduni za makabila mengine, watu kama hao wanawekwaga pembeni kwamba akishafariki baba yao, sasa mali zinaanza kugawanywa, wao wanawekwa pembeni. Ni watoto waliozaliwa kwa bahati mbaya, sio kwa makusudi yaliyokusudiwa. Lakini mbele za Mungu, mwanadamu yoyote ambaye Mungu amemruhusu azaliwe,
hata wale waliozaliwa katika mazingira magumu sana, labda mama zao walibakwa, lakini Mungu akaruhusu wazaliwe, hawa wako katika kusudi la Mungu. Tuko wote jamani hapo sasa ndo tumuelewe Mungu yuko tofauti na wanadamu. Wanadamu utamhesabia hatia, lakini Mungu kwa vile amezaliwa huyu yuko katika kusudio lake, na alijua miaka mingi kwa sababu ya uovu wa hawa watu, lakini basi huyo anayezaliwa yeye amemruhusu azaliwe. Sasa kila mwanadamu aliyezaliwa, Biblia inatuambia Mungu ametupa uwezo, Mungu ametupa vipawa, na Mungu ametukusudia kufanya kazi zake. Sasa ziko kazi nyingi sana. Mungu ndiye aliyeumba ulimwengu huu na ana kazi nyingi sana, na sisi ametupa kazi ya kuwa mawakili. Kila mwanadamu ni wakili, amepewa kazi ya kuifanya badala ya bwana wake, na bwana wetu ni Mungu. Sasa somo la uwakili mimi huwa nalielewa vizuri katika mazingira ya kifugaji. Mimi natoka katika mazingira ya kifugaji. Sasa wewe utalielewa katika mazingira yako. Kama ni kufanya biashara wewe unajua, kama sijui ni basi wewe unajua, lakini mimi kiuchungaji, yani mchungaji wa wanyama, sio uchungaji huu niliovaa kola hii. Uchungaji wa wanyama ni kwamba huyu baba anaamua kuleta ng'ombe kwangu, kwamba chunga hizo ng'ombe zangu na mbuzi zangu. Yeye anaondoka zake anakwenda. Ameniamini, anajua na uwezo wa kuzichunga, na zitazaa na zitaongezeka na zitapata malisho mazuri. Ameniamini, amenikabidhi, ameenda zake, na huko aliko ana amani kabisa, akijua mambo yote yako vizuri. Sasa siku anarudi nikatoa hesabu tofauti, inamhuzunisha kwanza yeye mwenyewe. Hakutegemea hivyo, kwa sababu aliniamini na uwezo na kila kitu. Na ndivyo ambavyo wanadamu wote Mungu ametuamini. Zaburi hii tumesoma ya 8. Mwanadamu ni kitu gani hata umempa uwezo huo? Na hapa mwanadamu ni kila mwanadamu, na wewe mwenyewe uliyeko wakati huu ndio majira yako ambayo Bwana amekupa. Kama unasoma ndio majira yako. Bwana sasa hivi anataka usome ili kusudio lile aliloliweka mbele yako litimie. Na kama unafanya kazi yoyote ile hiyo ni kazi ya Bwana, kazi halali. Kazi yoyote halali ni kazi inayotoka kwa Bwana. Ukiacha kazi za wizi huko, hizo sio za Bwana hizo ni za mwovu na hazina baraka ya Bwana. Kwa hiyo sasa kama unaiba huko, ujue hiyo umeingia kazi sio ya kwako. Lakini aliyokupa Mungu ndiyo ile ambayo umeajiriwa kwayo, au kama unafanya biashara ni kitu ambacho Mungu alikupa hicho, na kama ni mwalimu unafundisha mahali kama hapa, hiyo ndiyo kazi halali Mungu aliyokupa. Sasa unaitendaje hiyo kazi? Lakini Mungu anakusudia uyatimize mapenzi yake, na ni kazi yake yeye mwenyewe Mungu, na amekuamini, amekupa wewe hiyo kazi. Tuko wote hapo jamani? Hilo ndio ambalo Bwana ameliweka katikati yetu. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo mwenzetu alijua hilo, na amedumu katika hilo kusudi hilo. Anasema, anawaambia hapa kwamba chakula changu mimi jamani ni hii kazi ambayo naifanya. Sasa sijui kama na sisi kazi zetu tunazihesabu kama Bwana Yesu alivyozihesabu, tunazienzi na kuzithamini kama ambavyo Bwana Yesu alikuwa ameweka kipaumbele katika kile ambacho Mungu alikuwa amempa. Alikithamini, alikienzi na alikifanya kwa ukamilifu na kwa uaminifu. Katika mazingira yoyote yale aliyokutana nayo, changamoto nyingi sana ambazo alikutana nazo Bwana Yesu katika utumishi wake. Mafarisayo walisababisha changamoto nyingi sana, na wale wote ambao hawakuwa wanapenda makusudi ya Mungu yafanyike kwa huduma ya Yesu Kristo walimpa changamoto nyingi sana, na hawakukata tamaa. Mwovu hakukata tamaa. Majaribu yalizidi kuwa mengi, lakini bado Yesu hakuacha mwelekeo wake. Alijitambua yeye ni nani, na anasema katika Injili ya Yohana sura ile ya 9, sura ya 9 mstari wa 4, Bwana Yesu tena anasema maneno haya.
wakati aliyasema maneno haya akiitenda kazi. Na kama nilivyosema, wale ambao ni wapinzani wake wakuu, kila alilolifanya kwao lilikuwa ni baya. Sasa wanamjia, kwa nini unamuondoa mtu upofu siku ya Sabato? Kwa nini unatenda kazi siku ya Sabato? Yesu akawajibu akasema, mstari wa 4, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni nini jamani? Ni mchana. Maadamu ni mchana. Huu ndio wakati wangu wa mchana mimi kuzitenda, na Bwana ameniruhusu nitende hata sasa. Imenipasa kuifanya kazi yake yeye aliyenipeleka. Hata siku ya Sabato ni ya kuitenda kazi ya Bwana, nitaitenda. Akawajibu. Halafu ndipo akaendelea, anasema, muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Anajijua kabisa kwamba yeye kwa muda wake anatakiwa afanye nini. Kwa hiyo muda niliopo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Na ndipo tumesoma katika lile somo kutoka katika waraka wa Paulo mtume kwa Korinto. Paulo anawakumbusha Wakristo wa Korinto na hata na sisi leo. Anasema ni vizuri mjitambue, yani mtu na wahesabu hivi, ninyi ni watumishi wa Kristo katika kazi ile ambayo unaitenda. Utumishi wa Kristo sio mpaka uvae joho kama mimi hivi, na sio lazima uhudumu katika shughuli za kanisani hapa. Hata huko uliko wewe ni mtumishi wa Kristo, kokote kule uliko. Ukisimama popote pale ambapo Bwana amekuruhusu utende, hizo ni idara za Mungu. Zote ni idara za Mungu. Ni dhamana ambayo mwanadamu tumepewa, tutawale, tuvitunze na tuviongoze na tuviendeleze. Sasa katika kuendeleza ndio kuna huyu anasomea hiki, huyu anasomea hiki, huyu anatenda hiki, huyu mwingine ni injinia, mwingine sije atafanya nini, ni mkulima, ni mfanyabiashara, ni mfugaji, ni mshauri. Ziko kazi zote hizo zote Paulo anazijumlisha. Anasema mtu na wahesabu hivi kuwa ninyi ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Mungu ameweka ndani yetu wanadamu uwakili. Uwakili maana yake sio advocate tu, lakini uwakili kizungu tunaita steward. Sasa sijui kwa nini walikosa neno Waswahili wakayaunganisha yote mawili, advocate pamoja na steward, wote wanaitwa mawakili, lakini uwakili wao ni watofauti. Sasa hapa anayezungumzwa ni steward. Ni steward, manake ndiye huyu ambaye amepewa. Sisi katika kabila langu tunatofautisha sana. Mimi sijui kwa nini Kiswahili haina utofauti. Mimi kabila langu inatofautisha kati ya wakili yule ambaye ni advocate na yule ambaye namzungumzia hapa. Sasa mimi ni Mgogo. Sisi hawa tunaita wakozwa, yani wamepewa na Bwana kutunza kwa ajili yake. Mkozwa. Sasa wewe, tutumie hilo neno la Kigogo. Wewe ni mkozwa, si ndio jamani? Wewe ni mkozwa, yani umepewa, yani Bwana ameweka ndani yako. Kwa imani, kwa mategemeo, kwa kile unachokitenda. Ujitambue wewe ni wakili na umepewa hizo siri za Mungu. Ni wakili wa siri za Mungu. Sasa katika mstari wa 2 unasema katika hayo yote kinachohitajika katika kwa mawakili ni waonekane kuwa ni waaminifu. Kuonekana kuwa ni mwaminifu. Mungu atujalie wapendwa, tuitende kazi yetu kwa uaminifu, tukimwiga Bwana wetu Yesu Kristo, hata kwenye changamoto mbalimbali, hata kwenye mafanikio mbalimbali. Maana katika kumtumikia Mungu, katika kile ambacho ameweka dhamana ndani yetu, sisi kama mawakili tunaendelea kustawi, na hata tunafanya mambo makubwa sana. Labda tunapata mali zaidi, tunapata heshima nyingi zaidi na kadhalika. Je, katika hayo yote unaendelea kudumu kuwa mwaminifu? Au kwa sababu vitu vyote vimepewa chini ya miguu yako, sasa unavikanyaga na kuvitumia ovyo ovyo?
na kuwaonea watu wengine haki zao kwa uwakili hilo uliopewa, imekuwa sio baraka tena, ila imekuwa ni laana kwa wengine, na Bwana analiona hilo. Katika eneo lolote lile ambalo Mungu amekupa, je, unadumu kuwa mwaminifu? Lakini je, umeliweka hilo katika kipaumbele chako? Bwana wetu Yesu Kristo anaonyesha chakula chake ndio hichi, kuyafanya mapenzi ya Mungu na kuifanya kazi yake. Katika hilo lolote lile ambalo Bwana amekupa unaolifanya, kama unasoma, ndio majira yako wewe, na Bwana anataka usome kikamilifu, usipoteze lengo. Na wengi wao wanapoteza malengo wakiwa shuleni au wakiwa vyuoni, wanajisahau. Lakini katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8, ni maneno ambayo tumeyazoea sana kuyasema. Lakini Mungu anamwambia Musa awakumbushe wana wa Israeli wasisahau pale watakapokuwa wamestawi, pale kazi zao zitakapokuwa zimewapa heshima sana, mashamba yao yatakapokuwa yameongezeka sana na uchumi wao umekuwa kweli kweli, anasema wasisahau. Usije ukasahau, usije ukamsahau Mungu wako. Usisahau kwamba hiyo ni dhamana umepewa na Mungu. Mungu atusaidie sana, tusije katika utumishi wetu ambao tumepewa na Mungu tukaacha kuwa na mwelekeo kama ambao Bwana wetu Yesu Kristo anauonyesha hapa. Tudumu katika malengo yale ambayo Mungu ametupa, na kwa njia hiyo jina lake linatukuzwa na mapenzi yake yanatimizwa. Lakini hata na wewe utazidi kubarikiwa na kubarikiwa na kubarikiwa ikiwa tu utaendelea kudumu. Tuendelee kusimama katika nafasi zetu ambazo Mungu ametupatia, na uienzi na uiheshimu. Usitamani ya mwingine, ile ambayo Bwana amekupa. Na mimi hapa huwa na mfano mmoja. Wakati nasoma masomo yangu ya theolojia, nilikuwa kule Uingereza. Tulikuwa na bwana mmoja, yeye alikuwa amesomea na alikuwa na masters yake ya mambo ya usafi. Na sasa alikuwa ndiye anatufanyia usafi wa vyoo vyetu. Anatufanyia usafi. Yule bwana ni Mwingereza, anatufanyia usafi wa vyoo. Halafu unasikia huko anaimba nyimbo, yuko amevaa na magloves yake na huko na mabuti na kila kitu, anasafisha, anaimba nyimbo zake huko kwa furaha kabisa, tena nyimbo za Kikristo anaimba. Sasa tukawa tumezoeana, mimi ikabidi nimuulize, tell me the secret of that, because you are just doing cleanliness but you are happy and proud of it. Tell me, what is that? Akasema, I respect my assignment because this is what the Lord has given me and this is what gives me bread for my family. Yani sisi huku mtu kama huyo si hawezi kujitokeza mbele zetu eti. Si anaona yani kama ni kazi ya aibu hivi. Lakini ni kazi njema hiyo, sio kazi mbaya. Ni kazi njema kabisa, kwa sababu utasafisha na watu wataingia kwa amani zao, na hata wakiwa humo mawazo yao yanazidi kutiririka vizuri, afya zao zitazidi kuwa nzuri, na wewe umesababisha afya zao ziwe nzuri. Umemtumikia Mungu. Usidharau kile ambacho Mungu amekupa katika utumishi wako. Ni idara muhimu sana, na ni vipawa ambavyo Mungu amegawa, na vyote hivyo ni kwa ajili ya utukufu wake, kwa ajili ya kulibariki jina la Mungu. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana. Mambo machache ya kusisitiza. Kwanza, udumu katika lengo hilo. Si ndio jamani? Udumu katika lengo hilo. Usikengeuke. Dumu katika hilo. Na uliheshimu, ulienzi. Heshimu kazi yako na uipende kweli kweli. Na uifanye kazi yako kwa bidii. Mimi sielewi kwa nini Watanzania hatupendi sana kuzithamini kazi zetu na kufanya kazi kwa bidii. Ukienda mataifa mengine, yani mtu anaiheshimu kazi yake kweli kweli,
sijui kama ni nesi, muone tu anavyoichapa kazi yake, anaienzi, anaitukuza na anatoa muda wake wote kwa ajili hiyo. Lakini sisi tunakuta watu wanasinzia maofisini na wana kazi za heshima kabisa, lakini wanasinzia au wanapiga story tu. Huo sio muda wa kupiga story, ni muda wa kuchapa kazi, na hayo masaa Mungu atayadai mbele zako. Nilikupa muda wa kutosha, nilikupa masaa ya kutosha unizalishie, sasa nataka utoe hesabu zako mbele zangu. Lakini tuifanye kazi yetu kwa ukamilifu na kwa uaminifu. Tudumu katika malengo ya kazi zetu, tufanye kazi zetu kwa uaminifu, lakini tufanye kazi zetu kikamilifu. Na Bwana akubariki na udumu katika malengo hayo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.